sheria za Mungu sasa ndani ya Mungu mwenyewe. Sasa kama Mungu ni roho, kweli Mungu ni roho, lakini hii roho sasa inatakiwa ituhudumie sisi. Tujue kuvaa, usitembee uchi, tuwe na elimu, tufanye nini, kwa sababu kila mamlaka zilizowekwa, iwe mashuleni, iwe vyuoni, iwe wapi, wale walimu wamewekwa na Mungu moja kwa moja ili wewe ufunguliwe ufahamu wako. Leo tunasoma Biblia kwa sababu ya elimu ipi? Tulianza sema sema tunashikwa mkono na mwalimu, unachora ile na ile anakusungusha hivi, unacheza na step inachorwa hivi. Mwalimu amewekwa na Mungu, wewe hivyo. Haleluya. Mwalimu yule alisababisha leo hii tuna walimu wa vyuo vya Biblia. Bila elimu dunia, ile elimu ya kufundisha watu wamjue Mungu ilikuwa hamna. Tungejulia wapi? Mungu aliweka ufahamu kwa watu, waanze kuandika ubao, wewe uanze kuchukua kimoja kimoja. Nimesema mwanzo, sisi walimu tunaamini anayetenda dhambi ndani ya kanisa halijui neno. Halijui neno. Haleluya. Kwa nini halijui neno? Makosa yako hapa. Nimesema tumeokoka wote, sawa? Sisi tumepewa mamlaka, sababu Mungu anasema kwenye kitabu cha Zaburi 82 mstari wa 6, anasema mimi Mungu, yani mimi nimesema ndinyi ni miungu na wana wa aliye juu. Mimi nimesema ndinyi ni miungu na wana wa aliye juu. Kwa sisi ni miungu. Kwa kama ni miungu sasa ndani ya kanisa, sasa sisi ni miungu kwa sababu tumelishika neno lake. Kwa sisi amesema ni miungu. Kwa kama ni miungu maana yake tuna mamlaka. Kwa hii mamlaka tulionayo, Mungu mwenyewe sasa anatuambia Mathayo 28:19 na 20. Hii ni amri kwa sisi tunomjua Kristo. Biblia inasema Mathayo 28 mstari wa 19 na wa 20. Biblia inasema enendeni kawafanye mataifa kuwa wanafunzi, ukawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sio kwa jina la Baba na la Mwana. Ukisikia mtu anasema kwa jina la Baba na la Mwana, fungua macho. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, bali anatajwa Mungu huyu mmoja. Ukisema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, umetaja Mungu mitatu, umeharibu. Anasema mkawabatize kwa jina la, sio kwa majina ya, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hizi nafsi tatu ukizipanga unapata neno moja, Mungu. Haleluya. Haleluya. Ndio maana mbele pale ukiendelea anabadilisha tena. Anaposema na tumfanye mtu wa sura yetu. Hatumfanye. Amekaa na nani? Amekaa na zile nafsi zake tatu, Mwana na Roho Mtakatifu, na yeye mwenyewe Mungu. Na tumfanye mtu. Tena mstari unaofuata anasema Mungu akamfanya. Sio anasema wakamfanya huyu mwanadamu. Mwanzo sura ya pili, sura ya kwanza mstari wa 26 na 27. Anasema Mungu anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Kwa sura yetu Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. Tena umbe tuliumbwa pamoja. Anasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. Sasa hapa shida itatokea kulingana na mafungu ya Biblia au mafumbo ya Biblia. Nataka nikurudishe nyuma kidogo. Biblia haijaandikwa wewe unavyotaka. Biblia imeandikwa kwenye mifumo ya Mungu mwenyewe. Kwa na Mungu alivyoiandika Biblia akakupa wewe utashi ili unapoisoma uielewe. Haleluya. Uielewe. Kwa mfano, akisema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, Mwanzo hiyo sura ya pili mstari wa 18 anasema akaona si vema awe peke yake,
Mbona kule anasema amewaumba mwanaume na mwanamke? Sura ya pili anasema akaona si vema awe peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mwanadamu kumbe alianza mwanaume akafuata mwanamke. Lakini kwa nini huku mwanzo kunasema aliumba mwanaume na mwanamke? Hapa mbele panasema akaona si vema awe peke yake. Tunarudi nyuma. Hapa ndio unisikilize sana hapa. Sasa nyinyi wanafunzi huku ndio mnisikilize sana. Na msiyakute huku kwenu hamtayakuta. Na hakika hata mtakapomaliza vyuo huko hamtayakuta. Biblia imeandikwa hivi. Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, Biblia nzima ina sura ya kwanza na sura ya pili mstari wa 4. Biblia imeishia hapa. Ule mbele haiendelei tena. Hapa Mungu ameziumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo pamoja na mwanadamu. Hapa tumemkosea Mungu. Tumemkosea Mungu hapa Mungu amemtuma Yesu. Hapa kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wangapi? Na Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mwisho soma. Nenda sura ya pili, soma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia haiendelei tena. Nataka tusome hapo kwanza ili tuelewane vizuri. Nani amefungua tayari? Nani amefungua? Umefungua baba? Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4. Hapa msikilize sana hapa. Amen. Shika maiki. Kusikilize. Msikilizaje? Basi mbingu na nchi zikamalizika. Hebu kwanza anza Mwanzo sura ya kwanza mstari wa mwisho kabisa 31 pale. Biblia inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, tazama ni chema. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, tazama ni chema. Alichokifanya maana yake tayari vimeshafanyika. Endelea baba. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, ikawa asubuhi siku ya 6. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Amen. Akastarehe siku 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Amen. Hivi ndivyo vizazi. Sikia mstari wa 4. Sikiza mstari wa 4 sasa anauzungumza. Hebu soma wa 4, watulize akili yao wasikilize. Msiangalie Biblia, mumsikilize huyu. Mstari wa 4 wa mwisho ambao ndio umefunga Biblia. Hakuna kinachoendelea tena. Soma hapo baba. Hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Haleluya. Naomba ukae. Anasema hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Kuna kinachoendelea hapa? Kuna kingine kiliendelea hapa. Anasema hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Biblia imeishia hapo. Sasa hapo ni sura ya pili mstari wa ngapi? Wa 4. Biblia imeishia hapo. Haya huku mbele Mwanzo sura ya huku ndio amesema ameumba, akamuumba mwanaume na mwanamke. Kwa sababu ngoja nikuelekeze. Pale Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili mstari wa 4, ule ni ufupisho wa Biblia nzima. Yaani yaliyomo kwenye Biblia nzima. Sasa Mwanzo sura ya pili kuanzia mstari wa 5 anaanza kutafsiri sasa yale yaliyofanyika yote huku kwa upana. Hapo ndio utakuta Mwanzo sura ya pili kuanzia mstari wa 5 mpaka kitabu cha Ufunuo inaanza kukutafsiria sasa yale yaliyofanyika huku nyuma. Tunakuta ndio anaanza kusema kwenye Mwanzo sura ya pili mstari wa 18 anasema akaona si vema wape yake. Ndio ufahamu wako inabidi ufunguke kwamba kumbe alianza mwanaume. Kule ni historia. Kwa huku mbele ni historia, lakini hapa mwanzo ni yaliyomo au ufupisho wa Biblia nzima. Kule mbele ni historia ya yale yaliyoandikwa hapa, yaliyofanywa hapa kwenye Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili mstari wa 4. Naeleweka jamani? Ukinachokuja kuchanganya watu utasikia Mungu aliumba mara 2. Akamuumba mwanadamu wa kwanza akamfuta, akaja kuumba wa pili. Kwamba wa pili alimuumba pale kwa Adamu. Mwanzo alimuumba Adamu na Hawa. Baadaye tena akaona
amefia, amefanya nini kimetokea. Kwa huku Mwanzo sura ya 2 Mungu akaanza kumuumba mwanadamu upya, akamlaza usingizi mzito, anakuja kuamka kuna mwanamke peke yake. Kule Mwanzo sura ya 1 anasema aliumba mwanaume na mwanamke. Sasa ndio leo nakufungua kwamba huku mbele ni historia inaelezea sasa hapa Mungu alifanyaje kazi, kwa sababu hapa usingeelewa. Kwa kule mbele kunafafanua vizuri namna Mungu alivyofanya hapa. Kwa Biblia imeandikwa kwa kodi maalum, na hizi kodi ndio neno la Mungu. Nikisema neno la Mungu manake sisi tunasema kama ni neno la Mungu shetani naye anasoma. Sisi tunasemaga hivi, shetani hawezi kusoma neno. Neno la Mungu ni moto. Neno la Mungu ni upanga. Neno la Mungu hawezi kusoma shetani. Shetani anasoma maandiko. Tofautisha maandiko na neno la Mungu jamani. Haleluya. Biblia inasema wakati Yesu ameenda kupeleka injili, kuna sehemu wakamfungia asiingie ndani, maana anawakera. Lakini nje huko akasema neno, likapenya likafika ndani, hata kama wamefunga. Walisikia neno la Mungu, lakini maandiko nani angesikia? Maana angebaki pale nje. Haleluya. Kwa neno la Mungu aliyepewa utashi wa kusoma na kulielewa ni wewe. Nataka nikufundishe kitu. Kitabu cha Ufunuo zile sura 22. Ile kitabu cha Ufunuo sura zile 22. Kisoma Ufunuo sura ya 1 mpaka 22 hauwezi kukielewa kamwe, bora uache. Ile kitabu kimeandikwa kwa kodi nzito, kodi kali. Nataka nikuelekeze vizuri. Kitabu cha Ufunuo ili ukielewe, soma Ufunuo sura ya 1 yote. Usome sura ya 2 hautaelewa. Nenda sura ya 13. Soma 13 yote. Usome 14. Rudi 2, 3, 4, 5, 6, ya 7 usisome. Nenda kule kwenye 14, 15, 16, 17, 18, 19 usisome. Rudi nyuma, soma 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amalizia mwishoni kule 19, 20, 21, 22, 22. Umemaliza, umeanza mwanzo. Yaani kama ni hatua unahesabu 1, 2, 3 mpaka mwisho. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Kile kitabu maana kiliandikwa na Mungu mwenyewe, na aliyepewa mamlaka ya kukisoma na kukielewa ni mimi na wewe. Shetani hawezi kusoma kile kitabu. Maana Yesu anafundisha kwa mafumbo. Wanafunzi wanamuuliza, kwa nini unafundisha kwa mafumbo? Anasema ili wasikie lakini wasielewe. Heri ninyi mliojaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wao hawazijui. Sisi tuna heri, maana tunazijua siri za Mungu. Haleluya. Na ndio maana anasema unapoingia chuo cha Biblia kuna vita. Maana wewe tayari unakuwa unataka kuwa na ile funguo ya mamlaka. Ukishika neno la Mungu una nguvu. Yaani una kila kitu. Na shetani utamjua. Unajua ukishika neno la Mungu raha yake